Kwa sababu hiyo Mungu aliamua kutoa mwongozo. Kama wewe ni kiongozi, unatakiwa uwe wa namna gani? Kama wewe ni kiongozi, unatakiwa ufanye nini? Soma kile kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu ambapo alipokuwa amemuumba mwanadamu, Mwanzo 1:26. Baada ya kufanya kwa mfano wake na kwa sura yake, ya kwamba akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na viumbe vyote, tunaona ya kwamba mwanadamu kwa mara ya kwanza anapewa ile hali ya utashi, utawala, ya kwamba viumbe vyote ambavyo vinapatikana kwenye ulimwengu yeye ndiye awe mtawala. Kwa sisi wanadamu mara nyingi ikinecha sisi ni watawala, na ndio maana unaweza kuona ya kwamba kama kuna wakati ambapo viumbe ambavyo tunavyotakiwa kuvitawala vinabadilika, ni kwa sababu ya mambo ujue ya kwamba hayakwenda vizuri, na kama mambo akienda vizuri ujue ya kwamba wewe tayari ni mtawala, kwa sababu baada tu ya kuumbwa tayari tulipewa ile sifa ya utawala. Unaweza kuona wakati ambapo Adam alipoumbwa akakabidhiwa kuwa ni mtawala, tunaona Adam huyu anakuwa ni kiongozi mzuri, akagaidi vitu vyote ambavyo alivyokuwa amepewa, hatimaye anavipa majina, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa ni kiongozi wa kwanza. Licha ya yeye kuwa ni kiongozi wa kwanza, tunaambia ya kwamba alikuwa pia na yeye na kiongozi ambaye ni mkuu, ambaye ndiye Mungu aliye juu mbinguni. Na kiongozi mara zote hawezi kutembea yeye peke yake asipokuwa na yule kiongozi mkuu, na kiongozi huyu mkuu tunaambia kwamba ndiye Mungu yeye mwenyewe. Kuna baadhi ya mafungu ambayo tunaweza kupitia kwenye Biblia takatifu, kitabu cha Isaya 41 na ule mstari wa 10. Mungu anasema ya kwamba usiogope, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Hiyo ni kauli inayomaanisha ya kwamba mwanadamu kwa yeye peke yake hawezi, mwanadamu kwa kutegemea uwezo wake na akili zake binafsi hawezi, labda ahitaji ule msaada wa Mungu, na ndipo mambo yatakapoenda vizuri sana. Na huyu Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyeumba vyote, kama ilivyoelezwa kwenye kitabu cha Isaya 40 na kusoma ile 42 mstari wa 8, ameeleza pia hapo. Lakini kitabu cha Isaya 43 ukisoma ule mstari kuanzia mstari wa 7 na kushuka chini, lakini pia kile kitabu cha Isaya 44 mstari wa 6 na kuendelea mpaka ule mstari wa 8. Hayo ni baadhi ya mafungu ambayo yanayomweleza ya kwamba Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa. Huyu Mungu ndiye anayestahili kutegemewa na kila kiongozi ambaye anayetamani kwenye maisha yake awe bora zaidi. Na kuna baadhi ya watu mara nyingi wamekuwa wakizungumzia juu ya masuala haya ya uongozi. Kuna watu wengi wanasema ya kwamba kiongozi bora ni yule ambaye anayezaliwa na nature ya uongozi. Lakini kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba a good leader are created. Maana yake ni nini? Ina maana huyu kiongozi bora anatengenezwa. Lakini tunaweza kutembea kwenye muktadha yote hiyo miwili. Na mimi viongozi walioko hapa na mimi wanaweza kukubaliana hichi ambacho ninachokiongea. Ukiangalia, ukitembea na muktadha yote hiyo miwili, utaona ya kwamba kuna wakati ambapo unapata fakti ambazo zinaeleza kwamba kweli kuna wakati ambapo huyu kiongozi anazaliwa na nature ya uongozi. Hebu niulize jambo moja. Ili hamjawahi kuona hata kwenye makanisa yetu kuna wakati ambapo unaona kabisa kijana huyu jinsi alivyo anafaa kuwa ni kiongozi. Hatujawahi kuona. Kuna wakati ambapo unaona kabisa huyu kijana kwa kweli tukimshape vizuri anaweza kutusaidia sana kwa wakati wa baadaye. Na ndio maana hata sasa hivi tunapata kule tukiwa na vijana kama waasa, tunapata na viongozi ambao wanaoweza kuongoza wenzao. Japokuwa wako level moja ya elimu, lakini wanakuwa na ule weledi mzuri wa kuongoza vizuri hao vijana. Lakini licha ya hivyo, kuna wakati ambapo hata vijana wadogo tunatumia hata makanisani, kwa sababu mmeona kitu fulani ya kwamba huyu kijana kwa jinsi ambavyo alivyo tunaweza kumtumia vizuri, na kitu ambacho kilicho ndani yake kikitumika vizuri kinaweza kuleta impact ambayo ni nzuri kwenye utendaji kazi hata wa kanisa. Kwa kuna wakati fulani tunaweza kusema kwamba huyu kiongozi anaweza kuzaliwa. Tunasema kwamba ni moja ya kipawa ambacho Mungu anaweza kumjalia mwanadamu akazaliwa nacho. Hebu tutumie pia huu mfano. Hebu naomba watu kama wanne na naomba watu kama wanne hapa. Watu wanne. Sio dhambi hata nyie hapa mbele mkija, sio dhambi. Kwa mfano tukiwa na watu kama hawa wanne. Wewe jaribu tu kupractice siku moja ya kwamba hawa watu wanne useme ya kwamba tujaribishie mfano huyu mzee wetu hapa, yeye ndio kiongozi wa kanisa. Akaamua ya kwamba sasa tuna mchango kwenye kanisa letu, tunatamani ya kwamba
tunyenyue jengo jipya, jengo la kisasa, na tunatamani ya kwamba tuunde vikosi vya watu wanne, na watu hawa wanne inatakiwa waorganize wao kama wao, ili sasa wajipangie goli kama wao, ya kwamba kwenye ujenzi wetu huu watapata kiasi gani. Yaani hao uchagulie kiongozi wote ukawaambia kwamba nyie watu wanne kaeni mahali hapo, utaona ya kwamba hawa ndani ya hawa wanne atatokea mtu ambaye atakayeanzisha kwamba jamani, mimi naona ya kwamba kwa kweli kwa hili goli ambalo tunatamani kufanya hivi ni kwa kwamba tufanye 1, 2, 3, si ndio hivyo? Na utakuja kugundua kwamba kumbe mara nyingi kwenye jamii hii ya wanadamu huwa kuna kitu ambacho kila mmoja amewekewa, lakini kuna mwingine ambaye